Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zinjibar TV, fahari ya Zanzibar, popote pale ulipo. Karibu katika kipindi chetu cha Ana kwa Ana, na ada ilivyo tunakuwa naye hapa mwenezi Mr. Khamisi Mbeto, ambaye ni mwalimu anayetoa darasa maalum kuhusiana na swala zima la siasa. Halikadhalika vile vile tulikuwa tunazungumzia jamii, lakini naye vile vile ni mzee wa kunukuu vifungu mbalimbali vya katiba na sheria na mambo kadhaa wa kadhaa. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana bwana Altamama bwana. Habari yako bwana? Alhamdulillah rabbil alamin. Habari za siku mbili tatu? Za siku mbili tatu tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu. Naam bwana. Salimia mtazamaji tupate kuanza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ndugu watazamaji wetu, karibuni tena katika kipindi chetu hichi cha Ana kwa Ana na mwenezi. Lengo kama mwenzangu hapa alipotangulia kutoa taaluma, ufafanuzi juu ya mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya siasa, mambo ya nchi yetu na mambo mengine katika jamii. Kwa maana tunawakaribisha sana. Karibuni sana katika kipindi cha Ana kwa Ana. Asante sana. Karibuni sana katika kipindi cha Ana kwa Ana, na kama ada ilivyo tunakuwa ni wenye kuzungumza mambo mbalimbali. Lakini kwanza kidogo tupate mapumziko alafu tutarudi inshallah. Naam, tumerudi tena tukiwa ni wenye kuianza sasa mada ya siku ya leo. Tumeona sasa mara baada ya kurudi Dodoma na kuweza fanya kazi ya kuisambaza ilani ya 2025 2030. Naam. Vipi sasa katika hili? Na tayari tumeshaona baadhi ya vijana na wakiwa wananyatia kidogo katika kuweza kutafuta majimbo na mambo kadhaa wa kadhaa. Vipi? Kwa kweli kama ulivyosema kwamba tarehe 29 na 30 tulikuwa na mkutano mkuu maalum ambao mkutano ule ulikuwa na lengo la kupitisha ilani ambayo tutakwenda nayo kwa wananchi kwa 25-30. Na ile ilani kama mwana ilikuwa na vipaumbele vyake maalum. Tuna vipaumbele kama 10 ambapo tunakwenda na kikubwa. Ilani ile inakwenda kukava pale ambapo ilani tunaomaliza nao hii ambayo tulianza nayo 20 mpaka 25 ambayo inaenda kukamilika. Na kwa kweli tumshukuru sana mwenyekiti wetu wa taifa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa nzuri aliyofanya katika kutimiza majukumu yake na kuitekeleza ilani. Lakini pia tumshukuru makamu mwenyekiti na rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi. Mimi huwa namuita daktari wa falsafa, daktari wa maendeleo na daktari wa binadamu. Kwa nini unapenda kumuita hivi? Kwa sababu kashaini kote Mwarabu anasema katahasus katika maeneo hayo. Ndio. Kwa kweli Dr. Mwinyi amefanyia haki ilani yetu katika ile eneo maalum la Zanzibar, kwa sababu kile kitabu ambacho kilichomalizika kilikuwa kina kurasa 303. Na kwa maana sasa hivi tumeshaizindua ilani ambayo tunakwenda nayo, tunasubiri tu utaratibu uanze mwezi wa 8 hapo kuelekea 9 tutaanza kampeni, tutaambia wananchi. Lakini kiuzuri sasa hivi tuko kwenye mchakato wa ndani. Tumetangaza tarehe kwa wale ambao watakaojitokeza kuomba nafasi ya kuteuliwa na chama chao kwenye ubunge, uwakilishi na udiwani. Tutakapomaliza mchakato wa ndani tukawapata wale wagombea, na wao tutakabidhi ilani ambapo watakwenda nayo kuinadi. Kwa maana sasa hivi tumeanza na utaratibu wa kuandaa utaratibu wa kupata maoni ya wanachama juu ya wana CCM wote watakaoomba nafasi. Tumeanza kuwafundisha wale ambao vile vikao vitakavyofanya maamuzi kuzingatia mambo yafuatayo, kwamba kwa mujibu wa kanuni ya uchaguzi wa CCM kwamba tunatakiwa zile tunasema vikao vinapohusika na kutoa maoni na uchujaji vijikite zaidi katika kutenda haki na kuangalia sifa, na kila mwenye haki yake apewe. Na huku wakiamini kwamba hakuna mtu mwenye hati miliki ya majimbo. Kila mwana CCM ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa kugombea. Kwa maana wakatende haki, na tumeanza kuwapa mafunzo ili wakati wanafanya majukumu yao ya kutoa alama na mambo mengine, basi wafuatilie kwenye vile tunaita vitini ambavyo vinavyowaongoza katika kutekeleza majukumu yao. Kwa maana hiyo Chama cha Mapinduzi kimejiandaa vizuri kuelekea kwenye uchaguzi wa Oktoba, na ndio maana tukaja na slogan leo, Oktoba tunatiki. Kwa maana hiyo tayari sisi tuko vizuri, na sasa hivi tunaandaa watu wetu watakaofanya hiyo kazi, na makada wengi tu watajitokeza kuchukua fomu, na baadaye Oktoba tutaenda kwenye uchaguzi.
huo ndo maandalizi. Asante sana. Tunakwenda huku na huku leo. Maana tunaingia kwenye chama alafu tunarudi huku. Swala la kura ya mapema. Ulikuwa unalizungumzia na mpaka ukawa unasema kwamba ikiwa wanahitaji warudi barazani na waweze kuweka sawa, lakini kwa mujibu wa tunavyowasikia wapinzani wanazungumza, wanasema kwamba uwezekano wa kulifanya hili jambo upo na Mheshimiwa Rais anao uwezo wa kulifanya jambo hili na likawa liko sawa sawa, bado tunarudi pale pale. Unasemaje katika hili? Unajua tatizo la hao ACT akili zao kidogo zina matatizo. Kwa nini mkuu? Unajua mimi nawaambia kwa sababu unajua nchi yetu inaongozwa na sheria. Sasa unajua unapokuwa kiongozi, unapokuwa muongo unadanganya watu, hiyo ndio shida. Mimi nilisema kwamba ukisoma katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 ndio katiba hii ndio ilopelekea kuwepo kwa baraza la wawakilishi. Na katiba hii ikasema wazi kwamba chombo cha kutunga sheria ndio na cha kubadilisha sheria ni baraza la wawakilishi. Ndio. Na bahati mbaya kwamba mtu anapojitia hamnazo utaka kukwepa. Na mimi nilikwambia ni kura mapema ipo kwa sababu utaratibu wake ni huu. Ndio. Kama wenzetu wanasema sheria ile ya sheria namba 4 ya mwaka 2018 ibara 82 ambayo inazungumzia uwepo wa kura mapema, kama wanahisi hii haifai, na mimi niliwahi kutoa story yake. Si mara uliwahi hata 61 tulifanya kura hizo. Kulikuwa na kura 3 hapa. Na watu wote wanajua walikuwa kuna ile royal wakipiga kura mapema, alafu wale civil servant wale maofisa wakubwa wa serikali wakipiga siku hiyo, na walikuwa wanapiga wananchi wa kawaida kwa siku ya pili yake. Kwa maana sio ngeni kura mapema kwa Zanzibar, lakini sio ngeni duniani. Lakini tukasema kama hii tunahisi sheria hii haikukaa vizuri wakati kipindi kile. Sasa hivi washachelewa. Hakuna tayari kwa maana. Hakuna baraza. Tushamaliza mkataba. Lishavunjwa. Sasa however Mheshimiwa Rais kapewa mamlaka. Ndio. Kwa mujibu wa katiba anaweza kuliitisha baraza. Kama itatokea kuna jambo la dharura ndio. Shafahamu. Lakini kwa sasa biashara imeisha. Ndio. Kwa maana hiyo wale kipindi kile walipaswa aidha wakae na serikali ama wawatume wawakilishi wao waliokuwemo kule barazani wapeleke hoja binafsi ya kuangalia kufanya marekebisho sheria hiyo. Wao wakawa wanasema wataki wasitaki kura mapema taondoka. Sasa ndio nataka niwaambie wafuasi wa ACT kule hamna kitu. Watakudanganyeni mgusupu nini hakuna kitu. Kwa maana nataka kusema kwamba kura ya mapema ipo ndio kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa taratibu za tume ya uchaguzi. Tujitokeze kwa wingi siku ambayo tutakaoruhusiwa raia wote wa kawaida. Basi na ile siku ya kwanza watakaotangulia ama watakaotangulia vile vyombo vilivyotajwa kwenye ile sheria kama maofisa tume, vyombo vya ulinzi na usalama watapiga, baadaye tutaenda kufanya kutu. Kwa maana nataka kukwambia kwamba altamamu kwamba kura mapema ipo bwana. Kura ya mapema ndio sheria ipo. Sasa mtu hapa yuke tu ipo. Na bahati nzuri swali sema watasusa za nini? Mbona hakususa? Sasa mimi naweza kusema kwamba tusiwadanganye wananchi. Unajua tatizo kuwadanganya wananchi, kuwatoa wakati jambo liko la kisheria, si jambo la kimihemko. Sheria mwambie bwana hili kweli lipo, haliwezekani. Utaratibu wake ni huu, ufuatwe ili jambo liondoke. Hii nafasi hii kipengele wanachokizungumza wao vipi? Kipengele hicho wanachozungumza kupitia sheria ipi? Hakuna kipengele. Kipengele ni kurudi barazani tu ina maana. Bas. Walikuwa wapeleke mswada barazani kwa mujibu wa katiba amekwambia ya Zanzibar. Chombo cha kutunga sheria ni baraza la wawakilishi. Ndio maana kwenye mihimili ya kiongoza dola kama kuongoza nchi tuna mihimili mikuu mitatu. Tuna serikali kwa maana rais na cabinet. Tuna legislatures. Ushafahamu? Kwa maana mahakama, judiciary, mahakama na legislatures kwa maana mabunge na baraza la wawakilishi. Kwa maana hiyo ndo mihimili mikuu mitatu. Tuna serikali, kuna rais, tuna bunge pamoja na mahakama. Kwa maana hiyo na hii mihimili haingiliani. Na leo nataka nitoe somo kwa watu wajue. Tupe darasa. Hii mihimili mitatu haingiliani. Namna gani? Kwa mfano, kazi ya bunge na baraza la wawakilishi inatunga sheria. Kazi ya bunge inatunga sheria. Ndio. Za nchi zote inatunga bunge. Hakuna sheria
ya taasisi yote inatungwa nje ya bunge au baraza la wakilishi kwa Zanzibar. Sheria zote. Ndio. Alafu hii itakuwa sheria tume ya uchaguzi, hii itakuwa sheria tume ya maadili, hii itakuwa sheria sio tume gani. Naam. Lakini sheria zote ndio maana ukaona sheria zile inakuwa namba sheria namba 4. Ndio. Sheria mfano ukisoma kuna sheria namba 7 ya local government ya serikali za mitaa. Uwanja wako. Safahamu. Hizi sheria alafu unapewa wewe kwenye taasisi yako. Ndio. Safahamu. Kazi hiyo inafanywa na baraza la wakilishi ama bunge. Ndio. Lakini mwenye kutafsiri sheria anayetafsiri sheria sasa ni mahakama sasa. Ambaye yeye ndo chombo chingine sasa. Kabisa. Mahakama kazi yake kuitafsiri sheria. Na taratibu zake. Kazi ya serikali kutumia ile sheria sasa. Leo umetupa darasa zaidi mashallah. Utapata mengi. Ina maana kwamba na nilikuwa nataka kukuambia, je, mahakama haina uwezo wa kutunga sheria? Haiwezi kutunga sheria. Kumbe mahakama kama inataka sheria ndio jambo fulani. Ndio. Inakusanya wadau, inatoa maoni yao. Ndio. Inapelekwa baraza la mawaziri. Kwa maana inaenda serikalini sasa. Ndio. Watumizi wa hiyo sheria ambao ni cabinet sasa, serikali hiyo. Naam. Inapitia kwenye serikali sasa ndio inaichukua inaipeleka baraza la wakilishi ili ipate uhalali. Naam. Kwa maana hiyo ikishatoka kule baraza la wakilishi, na ndio maana wawakilishi wakishaijadili wakishaipitisha ili itumike inarudi tena kwa rais serikalini kuisaini kwamba sheria hii sasa itumike, kwa sababu serikali ndio inatumia sheria. Inatumia sheria. Mahakama inatafsiri sheria. Bunge linatunga au baraza la wakilishi. Mahakama inatafsiri. Alafu serikali inatumia sheria. Ndio inaongoza wananchi. Asante mwalimu kwa maana hiyo. Ndio. Hiyo ndio ilivyo. Kwa maana sheria ile namba 4 ya mwaka 2018. Ndio. Sawa. Ile 2018 ile imepita baraza la wakilishi. Kwa maana imekuwa sheria rasmi. Na baada ya kupita Ali Mohamed Shein, rais wakati huo, ilikuwa 2018. Akaisaini, hata Hussein Mwinyi hajaja madarakani. Ndio. Ikawa sasa ile sheria rasmi ya kuwepo ya kura ya mapema. Sawa. Ndio kweli na wala hakuna mbadala wa hakuna mbadala. Kwa maana wanasema kwamba ndio tunazungumza. Hiyo sheria ambayo iliyokuwepo Mheshimiwa Rais kwamba hakuna ile japo kwa upenyo kidogo akaweza rais hana mamlaka hayo. Kwa hiyo mpaka irudi barazani. Kabisa. Asante. Na jingine ni kwamba kweli imekuwa ikihubiriwa sana. Na sio sheria, kuna sheria nyingi tu. Naam. Zinapita. Rais inawezekana mfano analitaka jambo. Hapo naam. Sofahamu. Ama anamtaka mtu fulani katika nafasi fulani. Ndio. Lakini anamwambia mzee, kutokana na sheria hii inakuwa ngumu mpaka ile sheria ifanywe mabadiliko iende baraza la wakilishi alafu irudi tena. Kwa maana hata rais hayuko above the law. Hayuko juu ya sheria. Ndio. Kwa maana kama sheria ile rais anaona hii hapa imenibana sana. Naam. Nataka jambo fulani. Sasa ndio. Kama kweli uko serious ile jambo analitaka. Basi rais atakachokifanya kuirejesha ile sheria baraza la wakilishi kafanywa marekebisho. Atamwita mwanasheria mkuu na tume ya kurekebisha sheria. Kuna tume ya kurekebisha sheria. Ipo tume hiyo. Yeye anaipa ile bwana tume muiangalie sheria hii na hisi inanyima uhuru wa watu fulani. Maana siku ile kuna watu wana uwezo juu ya jambo fulani. Lakini kutokana na sheria imembana haiwezi kumpa nafasi. Na huyu mtu labda rais anamhitaji kumtumia. Ama kuna jambo linataka kufanyika. Yeye atakachofanya rais kama kweli iko interest na hilo jambo. Ataichukua ile sheria, ataipa tume ya kurekebisha sheria, ipitie hivyo inavyotakiwa iende. Na mwanasheria mkuu atatoa. Ikishakamilika serikali sasa itapeleka, ndo maana baraza la wakilishi katikati ya vikao. Mwanasheria mkuu anasema kutakuwa na pepa ya marekebisho madogo ya sheria. Kwa maana hiyo inaandaliwa ule mswada unapelekwa, labda sheria ya haki jinai ya zamani ya mwaka labda 1964 imepitwa na kati. Tunarekebisha hivi. Labda sheria usajili na vizazi zinarekebishwa zile sheria zilizopelekwa, zikishamaliza zikirudi kwa rais zinakuwa halali na zisaini zinaenda kutumika. Kwa maana hakuna jambo hata rais
hawezi kuifuta sheria mpaka arudi kwenye utaratibu. Na huo ndio utaratibu wa utawala bora. Bila shaka na ndio maana nikasema kuna mihimili mitatu. Ndio. Na kila muhimili una shughuli zake na ina majukumu yake ya kufanya katika utendaji. Kabisa. Na mjomba anakusikia namna unavyojibu hivyo. Mjomba anajua ngwili ndo aje. Asante. Lakini jingine ni kwamba mmekuwa wanazungumza tena wapinzani kwamba mmekuwa mkihubiri sana amani amani amani, lakini nyuma ya pazia ndio inatumika ile kauli. Kauli gani? Inatumika ile kauli kwamba inahubiriwa amani, lakini nyuma yake inakuwa kinyume chake, kwa sababu kuna madai wanadai. Mimi nikwambie, sikiza tamamu nikwambie. Unajua ndio hakuna kitu kizuri katika maisha kufuata utaratibu. Kinamna gani? Na ndo maana unajua mfano hai tu. Unaona Mwenyezi Mungu katuumba hapa duniani. Mwenyezi Mungu katuleta duniani hapa. Ndio. Hakutaka tufanye tunavyotaka sisi. Binadamu wote hana uhuru. Ndio. Na ndo maana ukaona zile falsafa za kina Lenin na kina Marx. Wengine wakasema wala si hatuamini Mungu. Kwa sababu inaonekana kwenye uungu umewekewa vipingamizi mingi. Ndio. Fahamu? Ukitaka kufanya hili usifanye. Ukitaka kufanya hivi usifanye. Lazima usali. Usiibe, usilewe, usizini. Vitu vyangu mwenyewe lazima nitoe zaka. Kweli. Maana yake ni nini? Huyo Mungu aliyotuumba hapa duniani hakutupa uhuru wa kufanya tunavyotaka. Ni kweli, sawa. Ni maneno tunasema binadamu uhuru, fanya utakalo. Sio uhuru. Maana kama ufanya utakalo Mungu asende kukuchoma moto. Sawa. Lakini kakuleta duniani na anataka upite njia hii. Ndio. Na maisha ya duniani, serikali za kidunia ziko hivyo hivyo. Unanifahamu sio? Ndio unanipa darasa mwalimu hapa. Hata duniani viko hivyo hivyo. Kama Mungu hajapa watu binadamu aliomba afanye anavyotaka. Ukifanya kinyume chake anaenda kukuadhibu. Kwa nini aniadhibu sasa? Hiyo inamaanisha nini? Maana yake kila jambo lina utaratibu wake. Lazima ufuate utaratibu. Kwa mfano Bwana Othman Masoud tangu wiki hii sasa yuko nje huko. Ndio. Kenda Uingereza, kenda Marekani. Kuko anazungumza. Watu wameuawa 21. Ndio. Watu wameko vizuka. Yaani anatumia kitu ambacho kama kutia sumu fulani. Wewe ungemuuliza hao watu wameuliwa bure? Kwa mfano. Japokuwa si kweli anazungumza. Hakukuwa na sababu? Ndio. Si ndio? Hakika kabisa. Kwa mfano, yeye mbona hakuuliwa? Sawa? Ndio. Mbona Dimani hakuuliwa? Na wengine Omar Alishe wote hao. Ni hivi? Ni vipi? Ukisoma sheria ya uchaguzi. Sheria namba 4 ya mwaka 2018. Ukisoma kwanza ibara ya uandikishaji, ibara ya 15. Inasema katika uandikishaji kila chama kitawakilishwa na mawakala wake katika uandikishaji. Ndo wakala msimamizi wa chama chako. Ukisoma ibara ya 75. Ibara 75 inazungumzia masuala yote ya kwenda kupiga kura. Na ikasema mule kwamba vituo vilivyotumika kuandikisha ndivyo vitakuwa vituo vya kupiga kura. Na kura zote zitapigwa kwenye kituo husika. Ndio. Na kura zote zitahesabiwa kwenye kituo. Na kura zote zitatangazwa kwenye kituo. Ndio. Na kila chama kwenye kituo, kila ile polling point ya kupigia kura kutakuwa na wasimamizi wa kila vyama. Umeona uzuri hapo? Hakika kabisa, tunakwenda vizuri. Umeona? Na matokeo yote ya kura watakabidhiwa mawakala wa vyama. Ndio. Unanifahamu? Sasa wewe leo ile ibara ya 75 imekwambia katika chumba cha kupiga kura kila chama kitawakilishwa na wakala. Kwa ajili ya chama husika. Alafu wewe unatoka nje unaenda kuwahimiza watu kwamba bwana wewe tukalinde kura zetu mule ndani. Ndio. Sheria hiruhusu. Kuna vyombo vya ulinzi wanalinda. Na ndio maana tukaja sheria wapige kura mapema ili siku ile wasimamie ulinzi na usalama. Ndio. Unaambia wewe sasa unamshadisha watu wakati sheria hiyo inasema ukishapiga kura unaambiwa urudi nyumbani. Ama ukae mita 200 kama viwanja viwili vya mpira vile. Ndio. Uwe mbali kabisa na kituo. Leo namwambia hapana, tunaenda mule ndani. Kulinda. Unakusudia nini? Unapua onyo. Bwana wewe, tawanyikeni ondokeni. Hutaki.
unavunja geti, tunaenda kulinda kura ndani. Naam. Ama unawashajiisha watu tufanye maandamano. Ndio. Unakusudia kitokee nini? Ama unakwenda kuwazuia watu wanataka kutoka kwenda kupiga kura, wewe unakumzia mtu, na hiyo ndio jinai sasa. Kupiga kura kutokupiga kura sio kosa la jinai, mtu mwenyewe ukiamua. Kupiga na kutopiga. Lakini ukienda kumzuia mtu, mimi nataka kutoka kwangu hapa kwenda kupiga kura, wewe una vikundi vinanizuia mimi sio kupiga kura. Ndio. Sasa hapo linaingia kosa. Wenye kulinda amani na usalama wanapochukua hatua, tumepigwa, tumeuawa. Ama mtu unatoka unaenda kumchomea nyumba yake moto. Kwa sababu tumia imani yangu CCM, wengine na haya Pemba yamefanyika sana. Ndio. Pemba kuna wana CCM wamechoma visu wengi, na yeye asemi Osman Masudi. Na mimi nitafanya ziara kwenda Kongress za Marekani, naonesha na ushahidi. Ndio. Mtu mjamzito anapigwa kisu cha mgongo. Anakuja mtu na hizo mpaka video ninazo. Profesa Gogo maarufu Kangagani. Ndio. Kapigwa panga msikitini yeye na mwenzie. Sasa huyu mtu kamjaribu, mtu kampiga panga. Anapokwenda kukamatwa kutafutwa kule majumbani mwao. Unasema watu wameenda kuvamia majumbani mwao. Mbona wewe kwenda kuvamiwa? Ndio. Suli tulia. Tena kipindi hicho alikuwa atakafu ipigi kura. Anaje kupiga kura yule Osman Masudi. Naam. Wangapi? Wewe nikuuliza tamamu. Wewe ulikuja kukamatwa? Hapana. Wewe ulipigwa? Uliuliwa? Lakini unaambiwa haya maandamano haramu usishiriki. Wewe unakwenda kushiriki. Alafu unakwenda kutoka kuvamia taasisi za serikali. Ama unataka kwenda kuvamia nyumba za watu. Wenye jukumu la doria wasikuchukulia hatua. Leo unakwenda kufanya tukio la kumchomea mtu nyumba, alafu unakimbia ndani ya nyumba yako. Ukija kutolewa ndani ya nyumba yako unasema, watu wameenda kutolewa ndani ya nyumba zao. Sasa ukatolewa wapi? Kwenye mgongo wa nani? Bana kweli. Kazi ya nchi yoyote serikali ndio kutunza usalama raia na mali yao. Na ikithibitika wamefanya tukio watakufuata popote. Kwa maana hiyo machafuko yote yanayotokea ndio yanasababishwa na wanasiasa. Na machafuko yote na maafa yote yaliyowafika watu wakiwemo wafuasi wa ACT ndio yalisababishwa na viongozi wao kutokutii sheria na taratibu za uchaguzi na sheria za nchi. Basi ndio leo kwa mfano sheria nasema mwenye mamlaka ya kutangaza nani mshindi na nani si mshindi ni tume ya uchaguzi. Leo wewe kwa takwimu zako tunachukua na jiita unaitisha press sasa mimi nimeshinda, unasababisha nini? Unakwenda kusababisha political chaos. Machafuko ambayo hayana sababu. Kwa nini usikae kimya? Wewe kama una ushahidi wako wote umekusanya. Tume itangaze mtu mwingine, wewe una ushahidi? Ndio. Kuna vyombo, kuna maobservers hapa wanakuja. Na bahati nzuri wasimamizi wote wa uchaguzi wakija wanaandika ripoti. Kwa maana hata kama tume itatoa matokeo mfano kinyume, wao wana ripoti yao, watasema hapana. Ulipaswa wewe ukusanye matokeo yako. Ukishakusanya utasubiri vyombo vile kuweko vya kimataifa utapeleka. Yaani ni waamizi watu wafanye fujo. Haina maana. Sasa asante sana mheshimiwa, umelichambua vizuri sana hili jambo, kwa sababu kauli iliyokuwepo ni kwamba inatangazwa amani lakini nyuma watu wameficha mapanga. Kwa maana kumbe sivyo, isipokuwa utaratibu kama huu ambao hakuna serikali duniani inaua ama inapiga raia wake. Kuna sababu. Ndio. Leo utatoka utakwenda kuchoma nyumba za serikali au utakwenda kufanya uhalifu kumpa mtu. Au serikali kutizame tu. Katika serikali ya awamu ya 8 kuelekea uchaguzi mkuu 2025 Oktoba hii, tutarajie kuiona siasa ya namna gani kuelekea katika uchaguzi huu? Kwa kweli mimi kwamba nikwambie kwamba CCM mara hii tunakuwa kwanza tushashinda. Shafahamu. Naam. Kazi kubwa ameifanya Daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. Mwinyi. Ndio. Nyenye mnaona maendeleo kila pale. Meka mambo yanaweza kupiga debe mara moja tu. Naam. Shafahamu. Kwa maana tunakwenda kufanya uchaguzi mwepesi kuliko chaguzi zote. Na tunakwenda kushinda CCM kwa zaidi ya 99%. Lakini inazungumzwa, inaonekana safari hii mambo yatakuwa magumu. Yanasema haya. Kwa mgombea gani huyo? Yeye mwenyewe haja kupiga kura hata siku moja. Yeye mwenyewe tu chama chenyewe haja kuunga mkono. Na mimi nilitoa ushahidi hapa. Ndio kwanza kaenda kujiandikisha juzi Mpendae. Ndio. Na nikasema kama yuko kwenye rekodi za daftari la kudumu la tume ya uchaguzi, atuoneshe aliwahi kupiga kituo gani. Na kitambulisho chake cha zamani kiko wapi? Hana. Mkurugenzi wa tume amemsikia huyu muandikishaji mpya. Kwa maana hiyo ni ulahai. Yeye mwenyewe hajawahi kumuunga mkono Seif Sharifu kwa kumpa kura. Tumefanya chaguzi 6.
95 tumepiga kura. Ndio. Yeye hayumo. Naam. 2000 ndo tumeanza kuweka rekodi. Ndio. 2005. 2010. Tena 2010 yeye mwanasheria mkuu sasa. Naam. 2015 mmemwona kaenda kupiga kura. Au kituo gani alopiga? Naam. Sababu. Ndio. 2020 huu tunakwenda wa 7. Lakini chama ndio kilichomweka, kwa maana wanasema kwamba mandate yote itatoka. Chama kimemweka kwa ulahai wa Jussa tu na kundi lake wenye chama chao sasa wanalalamika mpaka leo. Wewe mtaje toka jasho na chama kile bwana. Unauthibitisha hilo mheshimiwa kwa Babu Dudu kwa. Wewe usimwona Babu Dudu speech zake za mwanzo pokuwa anamgua kwenye mwenyekiti. Naam. Alipokuwa anasikitika. Kwa hiyo bwana wako wengi wamestahimili tu. Naam. Hawana pa kusemea pa kumumulia. Ndio. Lakini hawakuridhika. Unajua kuna watu wali struggle na hicho chama. Shababu. Lakini inazungumzwa kwamba na wao wanazungumza hata kwenye vikao ambavyo mnavyokaa, inazungumza kwamba uchaguzi huu utakuwa mgumu na utakuwa uchaguzi. Lakini nje sasa ndio haiwezi kusema hivyo. Sisi hatuna uchaguzi mgumu. Wewe kwa mfano mimi nakwambia ushahidi wazi tu. Pemba tu wanasema ndio kulikuwa ngome yao. Ndio. Zamani Pemba ile mtu kuvaa t-shirt ya CCM ndio unajificha. Leo t-shirt za CCM zinavaliwa zaidi Pemba kuliko Unguja. Mikutano ya CCM Pemba ilikuwa haipati watu. Ni kweli. Leo angalia mikutano ya CCM Pemba inapata watu kuliko Unguja. Watu wamebadilika. Siasa zile za kuatia watu chuki, kuwabagua. Maana watu watakusikia maendeleo. Wao kenda ACT Mwinyi si kwao. Sababu sijui muungano. Naam. Sijui wizi. Wizi ya nchi tangu tupate mapinduzi aliojenga Karume na Mwinyi ndo anajenga nchi. Tuseme kweli. Nani alifanya mambo kama haya? Hakika kabisa. Kwa hiyo tutarajie kuiona siasa. Kwa kasi tena kwa muda wa miaka 4. Mwinyi ana miaka 10. Ndio. Miaka 5 tuangalia Zanzibar ilipojengwa. Hakika kabisa. Kwa hiyo tutarajie kuiona siasa ambayo itakayokuwa CCM tunakwenda siasa. Kwanza tutomtukana mtu. Mimi tangu nichaguliwe kwa katibu mwenezi. Ndio. Nchi hii hapa. Ndo msemaji wa chama hichi hapa Zanzibar. Ndio. Kauli yangu ni kauli ya mamlaka. Ndo msemaji wa CCM. Ndio. Mmewe kusikia mtukana mtu mie? Naam, hapana mheshimiwa. Au kumbagua mtu? Yapo mambo ya kusema kwa sababu Dr. Hussein Mwinyi kafanya vitu ambavyo tunaweza kuyasimulia hayaeshi. Wenzetu ndo matusi. Wewe si kwenu, wewe nani, wewe hivi, wewe mtoto wa wapi? Wewe mwizi, wewe si nani? Sisi hatunayo. Sisi tunayo kwenda kuambia wananchi. Jamani, mlitupa miaka 5, tumefanya kile, tumefanya hichi, tumefanya hichi hapa, tumefanya kile pale, tumekuja tena, tupeni tena, tumpe mwanamume wa maendeleo Dr. Hussein atuvushe siasa ile ambayo yavuta ni kuvute ya vurugu kama hivyo wanazungumza. Kuna vijana wamebaki ya kupiga, haipo sasa. Haipo, hatuna. Sisi kwanza tunatengeneza taifa la umoja. Na ndio maana mimi ukiniuliza siasa za umoja wa kitaifa mimi naziunga mkono sana. Siasa serikali mfano sisi tuna GNU hapa. Kwamba zamani ilikuwa win take all. Anayeshinda anachukua kila kitu. Hata kama kwa kura moja. Tukasema sisi ndio tulokaa tukakubali tuwe na umoja wa kitaifa. Kwa maana mimi naamini tukienda kwenye uchaguzi tukishinda vizuri CCM of course na wenzetu watachaguliwa, si ndio? Tutakuwa na baraza la wakilishi lenye mchanganyiko, litakuwa na mijadala mizuri, mijadala yenye afya. Sawa? Tutakuwa na makamu wa rais ambaye mzalendo si kama huyu, atakayemsaidia vizuri rais. Maana huyu mnakubaliana leo kwenye baraza la mapinduzi. Kwenye cabinet naye yumo, akitoka nje anasema yeye ajui. Unafahamu? Tutaendesha nchi yetu vizuri. Ndio. Sababu? Sawa. Na tumeshafanya hayo. 2010 wakati wa Babu Sheni. Kina Mazurui, kina Babu Duni, kina engineer Ahmad Masudi, wengi tu walikuwa kina Alimbaru kule, kina Jihadi, walikuwa wengi. Kina Fatma Fereji, mambo mazuri tu walikuwa. Sababu? Sisi bwana wa Zanzibari ni wamoja. Huo umetoka Kisiwa Panza, huo umetoka Makunduchi, huo umetoka popote pale. Sote ni wa Zanzibari, tuna jukumu la kuijenga nchi yetu na kuitunza amani yetu. Kwa maana hiyo sisi tukashindane kwa sera tu, lakini sisi sasa za kubaguana. Kwa maana na kuhakikishie sisi tunaenda kushinda kwa sababu mambo aliyofanya Rais Mwinyi yanaonekana na ni mazuri na wameitika nayo wana CCM wenyewe na wananchi. Leo mtu atakushangawe wananchi wote hapa Zanzibar ukienda kumwambia Mwinyi akufanya kitu. Ndio maana jamaa hawana sera.
Wewe uko na mikutano yoyote? Si kwao, mtoto Mkuranga atarudi kwao. Sijui wizi barabara gani ile? Barabara gani? Ya kaunti mbona kulikuwa hakuna? Au kituo gani alopiga? Naam. Sababu Ndio. 2020 huu tunakwenda wa 7. Lakini chama ndio kilichomweka, kwa maana wanasema kwamba mandate yote itatoka. Chama kimemweka kwa ulahai wa Jussa tu na kundi lake wenye chama chao sasa wanalalamika mpaka leo. Wewe mtatoka jasho na chama kile bwana. Unauthibitisha hilo mheshimiwa kwa Babu Dudu kwa. Wewe Simona Babu Dudu speech zake za mwanzo pokuwa anamngua kwenye mwenyekiti. Naam. Alipokuwa anasikitika. Kwa hiyo bwana wako wengi wamestahimili tu. Naam. Hawana pa kusemea pa kupumulia. Ndio. Lakini hawakuridhika. Unajua kuna watu walistruggle na hichi chama. Shababu. Lakini inazungumzwa kwamba na wao wanazungumza hata kwenye vikao ambavyo mnavyokaa, inazungumza kwamba uchaguzi huu utakuwa mgumu na utakuwa uchaguzi. Lakini nje sasa ndio haiwezi kusema hivyo. Sisi hatuna uchaguzi mgumu. Wewe kwa mfano mimi nakwambia ushahidi wazi tu. Pemba tu wanasema ndio kulikuwa ngome yao. Ndio. Zamani Pemba ile mtu kuvaa t-shirt ya CCM ndio unajificha. Leo t-shirt za CCM zinavaliwa zaidi Pemba kuliko Unguja. Mikutano ya CCM Pemba ilikuwa haipati watu. Ni kweli. Leo angalia mikutano ya CCM Pemba inapata watu kuliko Unguja. Watu wamebadilika. Siasa zile za kuatia watu chuki, kuwabagua. Maana watu watakusikia maendeleo. Wewe ukaenda ACT Mwinyi si kwao. Sababu sijui muungano. Naam. Sijui wizi. Wizi ya nchi tangu tupate mapinduzi aliojenga Karume na Mwinyi ndio anajenga nchi. Tuseme kweli. Nani alifanya mambo kama haya? Hakika kabisa. Kwa hiyo tutarajie kuiona siasa. Kwa kasi tena kwa muda wa miaka 4. Mwinyi ana miaka 10. Ndio. Miaka 5 tuangalia Zanzibar ilipojengwa. Hakika kabisa. Kwa hiyo tutarajie kuiona siasa ambayo itakayokuwa CCM tunakwenda siasa. Kwanza tutomtukana mtu. Mimi tangu nichaguliwe kwa katibu mwenezi. Ndio. Nchi hii hapa. Ndio msemaji wa chama hichi hapa Zanzibar. Ndio. Kauli yangu ni kauli ya mamlaka. Ndio msemaji wa CCM. Ndio. Mmewe kusikia mtukana mtu mie? Naam, hapana mheshimiwa. Au kumbagua mtu? Yapo mambo ya kusema kwa sababu Dr. Hussein Mwinyi kafanya vitu ambavyo tunaweza kuyasimulia hayaeshi. Wenzetu ndo matusi. Wewe si kwenu, wewe nani, wewe hivi, wewe mtoto wa wapi? Wewe mwizi, wewe si nani? Sisi hatunayo. Sisi tunayo kwenda kuambia wananchi. Jamani, mlitupa miaka 5, tumefanya kile, tumefanya hichi, tumefanya hichi hapa, tumefanya kile pale, tumekuja tena, tupeni tena, tumpe mwanamume wa maendeleo Dr. Hussein atuvushe siasa ile ambayo yavuta ni kuvute ya vurugu kama hivyo wanapozungumza kuna vijana wamebaki ya kupiga haipo sasa. Haipo, hatuna. Sisi kwanza tunatengeneza taifa la umoja. Na ndio maana mimi ukiniuliza siasa za umoja wa kitaifa mimi naziunga mkono sana. Siasa serikali mfano sisi tuna GNU hapa. Kwamba zamani ilikuwa win take all. Anayeshinda anachukua kila kitu. Hata kama kwa kura moja. Tukasema sisi ndio tulokaa tukakubali tuwe na umoja wa kitaifa. Kwa maana mimi naamini tukienda kwenye uchaguzi tukishinda vizuri CCM of course na wenzetu watachaguliwa, si ndio? Tutakuwa na baraza la wakilishi lenye mchanganyiko, litakuwa na mijadala mizuri, mijadala yenye afya. Sawa? Tutakuwa na makamu wa rais ambaye mzalendo si kama huyu, atakayemsaidia vizuri rais. Maana huyu mnakubaliana leo kwenye baraza la mapinduzi, kwenye cabinet naye yumo, akitoka nje anasema yeye ajui. Ushafahamu? Tutaendesha nchi yetu vizuri. Ndio. Ushafahamu? Sawa. Na tumeshafanya hayo. 2010 wakati wa Babu Sheni. Kina Mazurui, kina Babu Duni, kina engineer Ahmad Masudi, wengi tu walikuwa kina Alimbaru kule, kina Jihadi, walikuwa wengi, kina Fatma Fereji, mambo mazuri tu walikuwa. Shabamu. Sisi bwana wa Zanzibar ni wamoja. Uwe umetoka Kisiwa Panza, uwe umetoka Makunduchi, uwe umetoka popote pale. Sote ni wa Zanzibari, tuna jukumu la kuijenga nchi yetu na kuitunza amani yetu. Kwa maana hiyo sisi tukashindane kwa sera tu, lakini sisi sasa za kubaguana. Kwa maana na kuhakikishia sisi tunaenda kushinda kwa sababu mambo aliyofanya Rais Mwinyi yanaonekana na ni mazuri na wameitika nayo wana CCM wenyewe na wananchi. Leo mtu atakushangawe wananchi wote hapa Zanzibar ukienda kumwambia Mwinyi akufanya kitu. Ndio maana jamaa hawana sera.
Uko na mikutano yoyote? Si kwao, mtoto Mkuranga atarudi kwao. Sijui wizi barabara gani ile? Barabara gani? Kwa mbona kulikuwa hakuna. Uchukuaji wa fomu sasa kwa wagombea hawa litakuwa lini panapo hai na majaliwa? Tarehe 28 tutaanza kutoa fomu za kura maoni. Ya mwezi upi? Mwezi huu. Mwezi huu wa 6. Mwezi huu wa 6. Tarehe 28 watachukua wote wanasisi wanataka kuomba nafasi ndani ya chama chao. Ndio. Watajaza fomu na mwisho itakuwa tarehe 2. Baada ya tarehe 2 tutaanza vikao vyetu vile vya uchujaji na kura vya maoni. Tunataka kwenda tukifika mwanzoni mwishoni mwa mwezi wa 8 tumemaliza mchakato na tutakuwa tushapata sasa wagombea watakwenda kusimama katika chama chetu ambao hao sasa ndio tutapeleka tume za uchaguzi ili kutuwakilisha kama Chama cha Mapinduzi. Tutakuwa wagombea wetu ni hawa. Kwa upande wa Rais wa Jamhuri ya Muungano na Rais wa Zanzibar tayari tumeshapata. Sasa tutaenda kudili na wabunge, wakilishi na madiwani tu. Ndio. Na wao vile vile kwa upande wa pili chama chao nao vile watakuwa na fursa ya kuweza kuteua. Wao washaanza kuvurugana huko tayari. Wao washaanza kuvurugana. Hizi habari waheshimiwa naona ukizipata za ndani kabisa. Sheikh mimi mwenezi wa nchi. Sikiliza bwana. Mimi mwenezi wa nchi, tena si mwenezi wa kawaida. Naam. Ni mwenezi ninaosimamia chama kinachotawala serikali. Chama kinachoongoza serikali. Ndio. Serikali mimi ndo bosi wake. Hakika kabisa. Naam. Serikali hii ya CCM. CCM ndo bosi wa serikali hii. Naam. Nitakosa wapi kupata taarifa? Kwa taarifa unazo. Za kutosha, nyingine za hali ya juu kabisa. Asante sana. Shukrani sana mheshimiwa director hapa aliashiria kwamba muda tena hauturuhusu. Kwa kumalizia sasa nini wito wako, maoni yako, chochote kile tuweze kufunga kipindi? Wito wangu ni waombe Wazanzibari tutunze amani yetu, umoja wetu na mshikamano, tusishawishiwe na vyama vyetu. Vyama hivi vitakwenda vitapita. Ni kweli. Tulikuwa tuna ZNP hapa. ZNP ilizaliwa mwaka 1955. Naam. Sawa? Ndio. Na tulikuwa na ASP hapa ilizaliwa mwaka 1957. Viko wapi leo? Naam. Vyote havipo. Ndio. Tuna CCM, tuna ACT, tuna TADEA na vingine. Tutunze amani ya nchi yetu. Umoja wetu ni muhimu kuliko jambo lolote. Uchaguzi utapita na maisha yataendelea baada ya uchaguzi. Tupendane, tushindane kwa hoja na sisi sote Wazanzibari ni ndugu. Mimi sasa hivi kuna Yanga na Simba wanacheza. Tukishamaliza tunakana rafiki yangu mjomba wangu Dimani na kana Jusa tunazungumza kama kawaida tu. Uchaguzi usitujengee chuki wala usitugawe. Wewe umeamua kuvaa zambarau, mimi nimeamua kuvaa kijani. Isitupelekee tukavunja amani na udugu wetu wa nchi yetu. Tuitunze nchi yetu, tukapige kura kwa salama na amani, na wale Mungu aliowaandikia kupata kutuongoza basi watatuongoza na tutatii, tutafuata tu, wala ina shida. Asante. Na kule Pemba unataka kuniambia kwamba mambo mazuri? Sana tu. Maana yake kuna hatihadi ambao kama kuna nani kakwambia shamaliza kazi bwana wewe? Tayari mambo yamekwisha. Pemba ameamka sasa hivi bwana. Pemba ile kutoa sumu zamani. Naam. Wao tena mimi naambia ndio wao waliwachagua wabunge na wakilishi kutoka kafu tangu 95 mpaka leo. Ukimwambia kanaosha kisima cha kuchimba chile cha boli ya mkono tu hawana. Wakaenda kule wanatia chuki tu, maana CCM mara serikali wanahamia Dodoma na Dar es Salaam na Unguja. Wao mnatarajia kuzoa sasa kule majimbo? Tunachukua yote majimbo 18 Pemba. Hatubakisha hata moja. Na wadi zote. Asante sana. Kazi nzuri hapo Dr. Mwinyi anaiona. Mimi nakwambia hakuna jimbo wala shehia yote ya Zanzibar hii hakuna alama ya maendeleo ya serikali ya awamu 8 chini ya Daktari Hussein Ali Mwinyi. Ndio, asante sana. Chini ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwa hakika mtazamaji ni kwamba hatuna la ziada kwa sasa, na hivi ndivyo ambavyo tunafikia tamati siku ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuishukuru crew nzima ya Zinjibar TV. Asante sana kwa DOP, director of photography Kahale. Asante kwa mchanganya picha, fundi mitambo ndugu yangu Abdullah Mswili, lakini naye mkurugenzi wetu gwiji nguli mwamba Profesa Alhaji Sheikh Salum Mardhia. Asante sana. Na mtazamaji wetu popote pale ulipo, tunakushukuru sana kwa sehemu ya kipindi chetu hiki cha Ana kwa Ana. Basi sisi hatuna la ziada isipokuwa tukutane kipindi kinachofuata, lakini amani kama walivyosema ni muhimu kuweza kuunganisha. Haya mambo mengine yatapita, lakini muhimu amani. Basi tuienzini na kuweza kuitunza amani ili mambo yawe sawaun bin sawia. Mimi ni watamaman. Wassalamu alaikum wa billahi tawfiq wa ila liqa. Shukran sana. Asante bwana.